Kwa hivyo, saratani ya utumbo mpana ni saratani inayotokea kwenye utumbo mpana ambao ni sehemu ya utumbo mkubwa. Utumbo mkubwa unaundwa na utumbo mpana wa kupanda, utumbo mpana wa kulala, utumbo mpana wa kushuka ambao kisha unakuwa sehemu ya puro na mkundu. Na saratani katika sehemu yoyote ya utumbo huu inaitwa saratani ya utumbo mpana. Ni ya kawaida zaidi kwa watu ambao ni wanene kupita kiasi, wana shughuli ndogo za kimwili, wana nyuzi kidogo kwenye mlo. Hizi ndizo sababu za kawaida za mtindo wa maisha zinazosababisha saratani ya utumbo mpana. Zote mbili, upande wa kushoto na wa kulia, una saratani ya utumbo mpana katika utumbo wa kupanda ambayo ni saratani ya utumbo wa kulia, na utumbo wa kushuka ambayo ni saratani ya utumbo wa kushoto. Na dalili ni tofauti kwa zote mbili. Kwa saratani za utumbo mpana wa kushuka, dalili kuu ni mabadiliko katika tabia za utumbo. Kwa hivyo, unapata kufunga choo ikifuatiwa na kuhara au hisia ya kutokutoa kinyesi kikamilifu. Mara kwa mara unaweza kuwa na damu iliyochanganyika na kinyesi au damu peke yake unapotoa kinyesi. Kwa utumbo mpana wa kupanda, dalili za kawaida ni vitu kama maumivu katika sehemu ya chini ya kulia ya tumbo, pia uchovu na kupoteza damu, hivyo kupungua kwa hemoglobini, macho yanakuwa meupe, wagonjwa wanachoka zaidi kuliko kawaida. Lakini katika hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu, matibabu makuu ya saratani ya utumbo mpana ni upasuaji. Na baada ya upasuaji, mara kwa mara tunatoa chemotherapy kujaribu kuondoa seli zozote ambazo zinaweza kuwa zimebaki. Lakini katika saratani za utumbo mpana za hatua ya 4, matibabu makuu ni matibabu ya kimatibabu ambayo ni ama chemotherapy kwa pamoja na tiba inayolenga au immunotherapy, kutegemea na muundo wa molekuli wa seli za saratani. Kujaribu kuzuia saratani za utumbo mpana ni jambo gumu sana kuzuia. Ni wazi kiasi fulani cha mabadiliko ya mtindo wa maisha, kama vile mabadiliko ya lishe, kuongeza shughuli za mwili, kudumisha uzito wa mwili usio na mafuta, mara nyingi husaidia katika saratani za utumbo mpana, kupunguza hatari ya saratani za utumbo mpana. Hata hivyo, nadhani uchunguzi wa saratani ya utumbo mpana utakuwa njia muhimu zaidi ya kujaribu kutambua saratani za muda mrefu mapema. Hiyo ni katika hatua ya kwanza au ya pili, wakati nafasi za kupona ni kubwa sana, badala ya katika hatua ya 3 au 4. Kwa hivyo, ninachopendekeza kawaida ni kwamba wagonjwa wanapaswa kufanyiwa kipimo cha damu kwenye kinyesi. Kwa hivyo, watafute damu kwenye kinyesi katika maabara angalau mara moja kila baada ya miaka 2 au 3. Na ikiwa mtu ana hatari kubwa ya kupata saratani za muda mrefu, kama vile historia ya familia yenye nguvu ya saratani za muda mrefu, basi wanapaswa kufanya uchunguzi wa utumbo mpana mara moja kila baada ya miaka 5 hadi 10.